Anaposomewa shtaka ana haki ya kufahamishwa na kufafanuliwa shtaka linalomkabili ili kulielewa. Sasa umesomewa mashtaka, usiangalie tu pembeni. Maana mwingine anasoma toka akitoka pale unamwambia umeshtakiwa kosa gani? Hajui. Hajui. Alikuwa sikilizi kwa umakini. Sikiliza shtaka lako, umeshtakiwa kwa kosa gani? Kama hujaelewa omba ufafanuliwe kwa sababu kuna na maelezo ya kosa. Kuna maelezo ya kosa. Unaweza kuomba hata urudie kusomewa maelezo ya kosa ili uweze kuelewa. Na ukielewa itakusaidia hata wewe kwenye kutoa utetezi wako. Pili, mshtakiwa ikiwa mshtakiwa atakataa shtaka, sasa umeshasomewa atakataa shtaka, upande wa mashtaka unatakiwa kuleta mashahidi. Ukileta mashahidi sasa, mshtakiwa huyu ana haki ya kuwahoji wale mashahidi. Umeona? Ana haki ya kuwahoji. Si wameleta yeye ndo kashtakiwa. Ndio. Upande wa mashtaka wameleta mashahidi wao, yeye ana haki ya kuwahoji. Kwa hiyo moja kwa moja ajue ana haki ya kuwahoji, asije tu na pia ana haki ya kukaa kimya. Kama hataki, kama ana swali haya. Lakini ajue kabisa ana haki hiyo, kwa asipoteze hiyo haki yake. Kama unaona kuna kitu umeshtumiwa, labda wewe umeiba, una haki ya kuhoji, usiogope kwa sababu hapa mahakamani utanionaje? Hapana, ni haki yako. Unapohoji pale, unapojibiwa, mahakama ndio inapata taarifa vizuri zaidi. Yawezekana kweli ulisingiziwa au ukwepo eneo la tukio. Kwa hiyo usiogope, mahakamani una haki ya kuhoji. Haya, ikiwa mshtakiwa atakubali shtaka, maelezo ya shtaka yatasomwa na upande wa mashtaka, mshtakiwa anayo haki ya kukubali au kukataa. Kwa mfano ikitokea amekubali shtaka, maelezo ya mashtaka yale ya shtaka lake yatatolewa na upande wa mashtaka. Sasa yeye baada ya kutolewa tena maelezo mara ya pili, ana haki ya kukubali au kukataa usahihi wa maelezo hayo yatakayotolewa. Kwa sababu mwanzoni nilikubali, unawezekana ulikubali mwanzoni kwa sababu hujaelewa. Baada ya upande wa mashtaka kutoa maelezo yao, sasa umeelewa, una haki ya kukataa au kukubali maelezo hayo. Sio kwa sababu mwanzoni ulikubali basi lazima ukubali, hapana. Hamna mtu anayekulazimisha. Haya, nimeshasema ikiwa mshtakiwa atakataa maelezo hayo kama ilivyokuwa mwanzoni, alivyosomewa shtaka lake akalikataa. Na ikitokea mara ya pili baada ya kusomewa maelezo hayo ya kosa lake na upande wa mashtaka akiyakataa, si wanatakiwa kuleta mashahidi, basi anatakiwa kuwahoji mashahidi. Ana haki hiyo, asiogope. Umeona? Na ikiwa mshtakiwa atakubali usahihi wa maelezo hayo ya kosa sasa yaliyotolewa, ndio si hakimu atamtia hatiani. Mshtakiwa atapewa nafasi ya kutoa maelezo yake ya mwisho, yani utetezi, kabla ya adhabu kutolewa. Tunaitaga shufaa. Kwa nini usipewe adhabu kali? Mwingine anakamista cha kusema. Umeona? Na kwa yani tunajitahidi kuelewesha lakini haelewi. Pale una haki ya kutoa sababu zako. Kwa nini usipewe adhabu kali? Labda mfano nina familia inanitegemea nyumbani. Umeona nina wazazi. Una haki ya kutoa maelezo yako hayo kabla hujapewa adhabu, ili mahakama itasikiliza maelezo yako na kukupa adhabu. Kwa sababu ya mfano mtu alikuwa ana changamoto, kwa mfano ana njaa na ana watoto. Hatusemi kuiba ni dhambi, lakini akaona mahindi ya mwenzie pale akaiba. Yako shambani, mtu kuvuna uvuni na mbazi zako umeziweka tu shambani. Yeye ana njaa jala. Umeona ana watoto wanamtegemea. Anaweza akatoa sababu zake hizo, mimi na watoto wananitegemea. Umeona? Yaani wewe niambie mahakama, usiogope. Kitu gani kilikupelekea? Kwa sababu wizi, mfano mtu ana njaa na chakula anakiona kiko pale, na mtu ambaye hana njaa, tamaa tu, hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mahakama iweze kusikiliza na kujua kukupa adhabu gani. Kwa sababu sio kila kosa tunaweza tukakupeleka tu ndani hivi. Kuna vifungu hata vya nje. Ili ni kosa umetenda, ili tutakupa adhabu kulingana na kosa ulilofanya na maelezo hayo utakayoyatoa. Okay.